Kwanza swali lako linahitaji lazima niseme linahitaji utaalamu. Wataalamu ndio waseme, na wataalamu wa afya pengine watuambie kama ni sahihi vijana wanapobeti wanaathirika kiakili. Ili kwa mimi siwezi kulitolea ufafanuzi wa kina sana juu ya athari za kiakili wanazozipata kutokana na kubeti. Lakini bado mimi nikiwa waziri wa vijana lazima niendelee kusema kwamba huko si eneo sahihi sana kwa vijana kuelekea, kwa sababu ni eneo ambalo linadumaza maarifa yao na pengine hata ule ujuzi walionao. Wanaamini zaidi katika vitu rahisi ambavyo hatuna rekodi ya mtu aliyefanikiwa Zanzibar kwa kubeti. Kwa hiyo si eneo sahihi ambalo vijana tunatakiwa tuelemee, tujielekeze zaidi katika kuwa na ujuzi, maarifa na ubunifu ili tuendane na dunia ya sasa, ili tukichanganya na ile elimu ambazo tunazipata darasani, maarifa, ujuzi na ubunifu, tutafika zaidi ya kubeti. Nashukuru sana. Tunazungumza siku 100. Siku 100 hatujafanya tafiti. Ndani ya siku 100. Lakini ziko tafiti ambazo zinatuongoza kwenye hayo maoteo. Tuna tafiti moja tumefanya mwaka 2024 tunaita Labor Force Survey. Na hii ilitupa picha kamili kwa mwaka 24 sasa. Hatuzungumzi tena siku 100 ya uhitaji wa ajira plus namba ya vijana ambao wako sasa hivi katika soko la ajira, gap tulionayo, aina za ajira ambazo ziko. Kwa hiyo ilitupa picha na ndio maana tukawa tunaweza kuenenda kwa huu mwendo ambao tunaenda. Nataka nikiri kwamba tafiti hizi inatakiwa tufanye time to time kwa sababu mahitaji yanaongezeka, teknolojia zinabadilika na hata hii mifumo ya ajira nayo ina change. Kwa hiyo currently kwa siku 100 hakuna hiyo tafiti, lakini tafiti ipo ambayo imetupa huo mwendo ambao tumeenda nao. Kuna mpango wa vifaa na nini ndio sorry. Le mharibia anasema umetaka ufafanuzi kuhusiana na aidha sema vyuo kama wenzetu bara wanavyoveta na vitu vingine kufundisha vijana wetu kwenye hii swala la mashine. Nimesema sisi kupitia ZEA sasa tunakuja na hiyo program ya kuja na simulation. Vyuo tayari tunavyo in place. Tatizo ni vifaa ambavyo vina meet teknolojia tulikuwa nayo. Sasa sisi tutakwenda kuweka vifaa, vijana tunao, vyuo tunavyo, na vijana wetu watakuwa competent katika maeneo soon tukijaliwa. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Mashine yote ambayo rahisi, unajua hizi changamoto zipo. Kwa mfano, nafikiri kesi yako nataka kuisite na ile ajira za mwaka jana sio mwaka juzi za Dubai. Waliona vijana wetu, lakini namna walivyofundishwa magari hapo wakakutana na press button kule ikawa shida. Kwa tutaanza sasa kuwafundisha vijana, na hapo tutakuwa tunaangalia soko pia linahitaji aina gani ya utaalamu kwa sasa hivi dunia ilivyo. Kwa huko ndo tunakoelekea, ila vyuo tunavyo sana. Dadangu pale swala la kwamba vijana wanaonufaika ni wale ambao wana attachment za kisiasa, si kweli. Hatuna utaratibu wa kuwanufaisha vijana na fursa za mikopo wa ajira ambao wana attachment zote za kisiasa. Badala yake fursa hizi zinatoka kwa kijana yoyote aliyemiti sifa ya ajira husika. Basi